Niombe sana kwetu sisi viongozi tulioko meza kuu na wale tuliopo huko, tuwatendee haki wenzetu pindi tunapopewa fursa ya kuongoza makundi ya watu wengine. Asitokee mtu yoyote akamuumiza mtu, na usiruhusu mtu akaharibikiwa ndani ya mikono yako. Usiruhusu kalamu yako ikamuonea mtu kumharibia maisha yake ya kazi. Viongozi tuna wajibu mmoja: kulea, kuelimisha, kuonya, kufundisha, lakini kuwasaidia wale ambao tunaamini wana changamoto ili waweze kuwa bora zaidi. Kwa hiyo nitoe wito kwetu wote tulioko hapa, ndani ya taasisi zetu za umma, ndani ya halmashauri zetu na maeneo mengine, tuwatendee watu haki kama ambavyo Mheshimiwa Rais amekuwa akisisitiza. Itakuwa ni kosa kubwa sana endapo umepewa fursa ya kuongoza ukamuonea mtu. Tambua unatengeneza laana ndani yako na kizazi chako. Tuwatendee watu haki ili tuweze kuwasaidia. Lakini jambo la pili, wafanyakazi tuna wajibu wa kuisaidia nchi yetu pamoja na serikali yetu. Tufanye kazi, lakini tukumbuke taifa linatutegemea. Hapa tuliokaa, nyinyi ni mashahidi. Kuna watu maelfu kwa maelfu wanatamani kupata nafasi ambazo tumezipata leo, lakini hawajapata hiyo fursa. Leo Mungu amekupa fursa hii, itumie vizuri kwa kuwatumikia watu wake. Fanya kazi bila kuchoka. Pale kwenye changamoto tuwasiliane. Viongozi wapo ili wananchi wetu wanufaike na matunda ya serikali yao. Kama wewe ni mganga mkuu wa wilaya na kwenye hospitali yako kukawa na malalamiko mengi, maana yake unaigombanisha serikali na wananchi. Kama ni mkuu wa idara, mkuu wa kitengo, mkuu wa taasisi, kukawa na manunguniko, maana yake utendaji wa kazi utashuka. Utendaji ukishuka, wananchi wataishutumu serikali. Lakini serikali imekupa fursa ya kuwatumikia hao wananchi. Niombe sana kwa dhati ya moyo wangu na kwa heshima kubwa na unyenyekevu mkubwa, kila aliyepewa kipande cha kwenda kufanya kazi akaitende hiyo kazi. Fanya kazi bila kumpendelea mtu wala kumuonea mtu. Na tujue kazi ni temporary. Baada ya muda utaondoka, atakuja mtu mwingine. Tuna wajibu wa kuitenda kazi kwa uaminifu. Hapa mimi leo ni mkuu wa mkoa. Kabla mimi sijaja kulikuwa na mkuu wa mkoa. Maana yake mimi nitaondoka na atakuja mkuu wa mkoa mwingine. Hivyo hivyo kwa rasi, wakurugenzi, wakuu wa wilaya na kwenu watumishi wa umma, kwamba nafasi hiyo hutaihold milele. Timiza wajibu. Muombe Mungu akupe hekima. Tumikia watu ili upate baraka kwa midomo ambayo itakuwa inatamka jina lako. Haya tukiyazingatia, tutakuwa na mkoa bora na tutakuwa watumishi bora zaidi. Maeneo mengi ya kazi kumekuwa na vitu haviko sawa. Kuna baadhi ya watu huwa hawawi wengi katibu tawala, wachache sana, wana tabia ya kutengeneza chuki ndani ya viongozi na ndani ya watumishi. Tabia kutengeneza majungu, uchonganishi, uongo, na kuwatengenezea wenzao ajali, waharibikiwe, wao waonekane bora. Niombe sana hilo kosa tusije tukalifanya. Hatuna sababu ya kuumizana. Matamanio yetu ni wote tukue pamoja. Usitake uonekane mwema kwa kumharibia mwingine. Asante. Na ndio maana wakati nimeripoti, tulikaa kikao na watumishi, nilisema maneno yafuatayo na leo nayarudia. Sitaki mtu yoyote aniletee taarifa ya mtu yoyote. Mimi nitamjua mtu kwa kufanya naye kazi, sio kuambiwa na mtu. Asante. Kwa nini nasema hivi? Nimeshuhudia watu wengi wakiumizwa kwa sababu ya midomo ya watu. Watu wengi wanaonewa kwa sababu hawana sauti ya kujitetea. Watu wengi wanalia machozi. Kwa nini? Kuna watu ambao wanawaumiza kutengeneza fitina hapa katikati.
Niombe sana viongozi sisi tulioko huku, watumishi mlioko huko, tutendeane haki, lakini mpe mtu nafasi ya kukusikiliza. Sikiliza mtu kabla hujamhukumu. Mtumishi anaweza asije kazini leo. Usikimbilie kuandika barua na kumlaumu, kumpa adhabu. Mwite, msikilize, ana nini? Nini kinamsumbua? Unaweza kuta kuna watu wana viatu vikubwa kuliko matatizo ambayo wewe uko nayo. Lazima tuangalie utu. Ni jambo la msingi sana.